Barabara kabisa siku ya leo, siku pendwa, siku maridhawa, siku yenye unyenyekevu na upendo na uthamani wenye hali ya hewa yenye kuvuta na kuvutia. Mkononi mwangu nikiwa na shairi lililoandikwa na mtunzi Hili Thabiti Kamila. Ni miongoni mwa mtunzi nguli mwenye kutukumbusha, kutuweka wazi na kutuweka tuwe wenye kufahamu nini ambacho kinafanywa na kutakiwa katika ulimwengu. Hasa leo hii nikiwa na shairi lake linaloitwa kwa jina ya Siku Yangu. Siku Yangu ni shairi ambalo limeandikwa na mtunzi huyu nguli, likiwa limebeba beti 5 na aliweza kulieleza kwa kina zaidi ili tuweze kuona nini mtunzi amedhamiria kutufikishia na anatarajia nini kutoka kwetu na kwa maana ya mabadiliko, mafunzo, maarifa. Basi niweze kunukuu kutoka kwenye shairi hii inaitwa Siku Yangu kama ifuatavyo. Ubeti wa kwanza na nukuu kutoka kwa mtunzi. Siku yangu ikifika, machozi yatawatoka, duniani kung'atuka, umauti kunifika. Ni siku yenye mashaka, hakuna mwenye kuruka, kila mja atatoka, mipango yake manani. Tunaona kabisa mtunzi katika beti hii ya kwanza anatusisitiza kwamba siku yangu ikifika, machozi yanatoka, na maana duniani mtu anapotoweka, wale walikuwa rafiki zake, ndugu zake, wazazi wake, watoto wake wanaumia, machozi yanawatoka, wanaumia kupotelewa kwa huyu mwenye kutoweka. Pia ukirejelea katika mshororo wa pili nasema duniani kung'atuka, mauti kunifika. Mshororo wa tatu ni siku yenye mashaka, hakuna mwenye kuruka, na kumalizia katika mshororo wa mwisho katika ubeti huu wa kwanza, kila mja atatoka, mipango yake manane. Tunakumbushwa kwa maana ya kuona kwamba kuna siku ya mwisho na kila mtu atatoka, na siku yenye simanzi, yenye majuto, mashaka, hasa kwa watu ambao tuko katika ulimwengu huu tunapotoweka au tunapotowekwa na wale wapenzi wetu, ndugu zetu, wazazi wetu. Tunakumbushwa na mtunzi. Pia ukirejelea pia katika ubeti wa pili nasema siku hiyo ni mashaka, hakuna mwenye kujua, chukua hiyo utaka na macho kutofumbua, kiangazi na masika, hata nyakati za jua, kila mja atatoka, mipango yake manani. Tunaona kwamba mtunzi katika beti hii ya pili anatuonyesha kwamba hiyo siku ni siku yenye mashaka, hakuna mwenye kujua, kwani Mwenyezi Mungu huchukua ambaye anayemtaka, na macho kutofumbua. Na wakati mwingine tunaona mtunzi anatuonyesha kwamba katika mshororo wa tatu, kiangazi na masika, hata nyakati za jua, Mwenyezi Mungu huchukua kiumbe chake wakati wowote, inaweza ikawa wakati wa jua au masika. Na kumalizia katika mshororo wa mwisho, kila mja atatoka, mipango yake manane. Tunaona wazi na tunaendelea kukumbushwa na mtunzi, kwa maana tupo katika safari ya ulimwengu huu, kwamba tutatoka katika mgongo wa ardhi na kifo kitatufikia, na kila mmoja ana nafasi yake, kwa maana ya ahadi yake kwa Mwenyezi Mungu. Tukiachilia mbali katika ubeti huu wa pili, tukiingia katika ubeti wa tatu, na nukuu kutoka kwa mtunzi anasema kwamba wengine wa kitandani roho zao hutoweka, na walio majumbani kifo kwao hutukuka, wengine msikitini mauti kuwafika, kila mja atatoka, mipango yake manane. Tunaona mwenye kusikia mtunzi alivyoweza kutudhihirisha hapa kitu cha msingi, kwa maana Mwenyezi Mungu anachukua mtu akiwa pahala popote. Unaweza ukawa nyumbani, roho yako ikatoka, unaweza ukawa kitandani, na hata katika maeneo ya ibada, kwani yeye ndio mwenye kujua amchukue mtu wakati gani na pahala gani. Tunakumbushwa na mtunzi katika kuamini kwamba kuna siku ya mwisho na tuna nafasi ya kuijua ili tufanye yaliyo mema. Mbali na hapo, pia tuangalie katika ubeti wa 4, mtunzi anasema kwamba hili jambo ni yakini, yapaswa kutafakari,
enyi watu duniani, yapasa kujihadhari. Kwake hakuna thumuni kuweka mambo ya shwari, kila mja atatoka mipango yake manane. Tunaendelea kuona nguvu taha ya mtunzi, shabaha ya mwandishi katika kuendelea kutukumbusha waja wake au adhira yake katika kutambua kwamba kuna siku ya mwisho, kwa maana ya kwamba tunatakiwa tutafakari na tujihadhari tukiwa duniani kwamba kwa Mwenyezi Mungu hakuna masuala ya sumuni, kwa maana ya rushwa, eti kurahisisha jambo, kwa maana hakuwa umefanya makosa kwake kwa kumpa chochote kitu. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna. Ukitazama katika mshororo wa 3 kwenye ubeti wa 4 nasema kwake hakuna thumuni kuweka mambo ya shwari, kila mji atatoka mipango yake manane. Tunaona maisha halisia ya duniani hayafanani na kwa Mwenyezi Mungu, kwani kwake ni haki zinazofanyika, na unayotenda mema utayakuta kwa Mwenyezi Mungu. Tunaona mtunzi anaendelea kutukumbusha, na tunaona shairi kwa ujumla linabeba simanzi, kwani siku ya mwisho tumepoteza wengi. Tumepoteza viongozi wetu, tumepoteza wazazi wetu, tumepoteza wanetu na wapenzi pia. Inauma na inasikitisha, kwani hakuna mwenye kutoka na kurudi tena. Hivyo tunakumbushwa tuwe tunafanya yaliyo mema kwenye huu ulimwengu. Na mbali na hapo pia nikirejelea katika ubeti wa mwisho, yani ubeti wa 5, nikinukuu nasema kwamba duniani tu vitani, enyi waja fahamuni, sote tumapitoni, tuache ya Firauni, tufanye yenye hisani, iwe njia ya peponi, kila mja atatoka mipango yake manane. Tunaona mtunzi anaendelea kutusisitiza tulio duniani, tulio ulimwenguni katika mgongo wa ardhi, kwamba duniani tu vitani, enyi waja fahamuni, katika mshororo wa kwanza kwamba tupo katika vita kwenye mgongo wa ardhi, yani duniani. Mshororo wa pili anasema kwamba sote tumapitoni, tuache ya Firauni, tupo katika mapito, tuache ya Firauni, yani mbaya, tufanye yaliyo mema. Na hata mshororo wa 3 anaendelea kutusisitiza na kutuonyesha kwamba tufanye yenye hisani, iwe njia ya peponi. Na mshororo wa mwisho kusema kila mja atatoka mipango yake manane. Kumbe tukifanya yaliyo mema inaweza ikawa njia ya peponi. Ni njia ya peponi, kwani mema ndiyo ambayo yameamrishwa na Mwenyezi Mungu, na waja wenye kufanya mema fadhila yake ni kuelekea peponi, na waliofanya au wanaofanya mabaya njia yao ni motoni. Hivyo tunasisitizwa na mtunzi holi wa mashahiri katika kufanya yaliyo mema, kwani kuna siku ya mwisho. Hata jina la shairi kaipa siku yangu. Kumbe tulio katika ulimwengu hutukumbuke tumepoteza wengi na hakuna mwenye kurudi. Tufanye yaliyo mazuri na yaliyo mema ili iwe njia ya peponi. Na nikitamatisha kuwasilisha shairi hili ambalo limeweza kutukumbusha kufanya yaliyo mazuri, nikiwa hapa katika chini ya milima ya Uluguru, ndani ya mji kasoro bahari Morogoro. Langu jina ni Hili Thabiti Kamila, ni mtunzi lakini pia ni mwasilishaji wa mashairi haya ambayo unaweza kuyasikiliza katika nafasi hii. Niwakaribisha tena katika usikivu mwema kwenye mashairi haya yanayowasilisha, kwani tupo katika uendelevu na ili tuweze kukumbushana. Na washukuru nyote katika usikivu. Mungu awajalie mabadiliko mema.